Lea. Tuna maswali tofauti tofauti tunatamani kujua. Je, kisheria amekaaje? Kwa mfano una maswali kadhaa hapa. Nikianza hata bila kutafuta swali langu la kwanza, je, kwa hili linaloendelea juu ya Iran, anachofanya Marekani ipo sahihi kisheria? Okay, asante. Ni sahihi kabisa. Jambo ambalo analifanya Marekani, ukija kuangalia moja kwa moja, anakiuka sheria za Umoja wa Mataifa. Kama ilivyo ndani ya nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nitapenda kutolea mfano sana Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kuna sheria za ndani ambazo hizi sheria kazi yake ni kuweza kuongoza wananchi ambao wapo. Hivyo hivyo katika sura za Umoja wa Mataifa au katika stage ya Umoja wa Mataifa, katika stage ya kimataifa kuna sheria ambazo zinakuwa zinawaongoza mataifa, ambazo hizo sheria zinaitwa ni sheria za Umoja wa Mataifa. Marekani sasa hizo sheria amezikiuka. Amezikiuka kwa sababu gani? Amezikiuka ya kwamba kwenye hizo sheria za Umoja wa Mataifa kuna mkataba wa Umoja wa Mataifa unaitwa UN Charter, ambao mkataba huo ulikuja kuundwa baada ya vita ya pili ya dunia mwaka 1945, ambapo Umoja wa Mataifa kutoka kwenye jina la kuitwa UNO, United Nations Organization, mpaka kuja kuitwa United Nation, basi kipindi kile waliweza kuunda mkataba wa Umoja wa Mataifa, ambapo mkataba huo ni kama sheria au katiba inayoongoza mataifa katika uwanda wa Umoja wa Mataifa. Sasa ukija kuangalia kisheria, tukianza na ibara ya pili, ibara ndogo ya 4, inasema ya kwamba nchi yoyote haitaruhusiwa kutumia nguvu kwenye nchi nyingine. Kwamba leo Tanzania hawezi kuruhusiwa kutumia nguvu kwenda upande mwingine, labda kutumia nguvu Kenya, kushambulia Kenya, kushambulia Uganda, kushambulia Rwanda, haruhusiwi kabisa. Lakini pia ukija kuangalia ibara ya pili, ibara ndogo ya 7, inasema kwamba na ina provide principle inaitwa non intervention principle. Hiyo principle ni principle ambayo inasema kwamba serikali ya nchi moja haitakiwi kwenda kuingilia maslahi au mamlaka ya serikali nyingine. Serikali ya Tanzania haitoruhusiwa kwenda kuingilia au kuisumbua uongozi au serikali ya Kenya. Huo ndio utaratibu wa Umoja wa Mataifa. Sasa ukija kuangalia Marekani mpaka hapo ameshavunja huo utaratibu. Ibara ya pili, ibara ndogo ya 4, pia ibara ya pili, ibara ndogo ya 7 amezivunja kabisa. Kwa hiyo tunasema kwamba hilo jambo analolifanya lipo kinyume cha sheria. Ukija kuangalia Marekani ameanzisha tunasema launch mission inaitwa Epic Fury Mission, ambayo hiyo mission ni kuweza kuishambulia nchi ya Iran. Yeye kwa maono yake na kwa matakwa yake anasema ya kwamba anaishambulia nchi ya Iran ili ya kuweza kuwalinda wananchi ambao wanapatikana wananchi ambao wa Marekani wanapatikana Iran. Lakini pia anasema ya kwamba serikali ya Iran ni serikali ovu, hivyo basi anaishambulia ili kuweza kuiondoa ile serikali iliyopo. Sasa kwa utaratibu anayoyasema, hayo ni maficho tu, lakini nia yake kubwa kwa jicho la pembeni, hataki uzalishaji wa nyuklia katika nchi ya Iran. Nchi ya Iran kwa sasa ipo katika prosesi ya kuzalisha nyuklia, na mpaka sasa hivi Iran ni nchi ambayo ni ngumu sana. Watafiti wengi wameshindwa kukadiria ni asilimia ngapi ya nyuklia ambayo ipo inazalishwa Iran, kwa sababu inaficha utaratibu wake wa uzalishaji wa nyuklia. Sasa hilo jambo linamuumiza sana kichwa Marekani. Hivyo basi aliweza kukaa kwanza, tunasema kwamba aliweza kukaa na Iran mkutano wa kidiplomasia ambao uliweza kushindikana kabisa, ambapo ukapelekea ya kwamba jana tarehe moja Machi 2026 Marekani akaanza mashambulizi ya kivita, mashambulizi ya mabomu kupiga mji mkuu wa Irani, akashambulia Tel Aviv. Sawa. Sasa kile alichokifanya tunavyoona kwa utaratibu wa kisheria, amekiuka sheria za Umoja wa Mataifa, lakini pia tunaweza tukampachika kosa kwenye kisheria, kosa la uhalifu wa kivita. Kwa sababu gani? Ukija kuangalia rekodi za jana za Marekani maeneo alikuwa anashambulia akiwa ameshirikiana na Israeli, ameweza kushambulia shule ya watoto, shule ya sekondari, ambapo wamepiga bweni la wanafunzi wa kike wa shule ambayo ilikuwa ya kwamba
wanafunzi wengi wamefariki. Kuja kuangalia sheria za kivita zinakataza kupiga watu ambao hawahusiki, raia wa kawaida, hairuhusiwi kabisa. Lakini mpaka sasa hivi Marekani tunasema ni mhalifu wa kivita kwa sababu ameweza kuishambulia